Na mpenzi mtazamaji, karibu tena katika channel yangu Presenter Vendi, na hivi leo niko na rafiki yangu kutoka Kurunzi Jamii, lakini tumeungana kuletea jambo hili jambo la Afrika Mashariki, East Africa jamii yetu. Tumeweza kuona katika mitandao kitu cheche hapa na pale, lakini ukisema tuketi chini tuweze kudadavua na kuchambua moja mbili tatu. Sana karibu sana mwana Kurunzi ya Jamii. Namshukuru sana. Mimi jina langu Shaban Yusuf. Chini ya Kurunzi ya Jamii. Chini ya Kurunzi ya Jamii. Lebo pia mimi lebo. Kila mtu ako na lebo yake. Lakini leo tu katika jumuiya ya East Africa. East Africa. Naam. Vipi Martha Karua karudishwa huko taifa la Kenya, Boniface Mwangi kafanywa madhila kule. Labda tuko yani tu nianze kwa watu yani tuna utani kidogo. Boniface Mwangi ametoka amefika huko. Akasema acha pia huko tuangalie jinsi upepo huko. Wakamwambia Boniface umevaa nini? Akasema longi bana. Okay. Najua umevaa kofia yangu nzuri para. Akasema wewe nakwambia utasilimu wewe. Siku wasema a few moments later. Kasikia Boniface vaa kanzu. Boniface chukua kofia lako. Boniface na manga. Shuka. Akasema mimi siwezi nikatembea jamani, peni kidogo gari. Hakuna, awambia wewe gari upande. Keti kwenye hiko ni yako. Gari lako akabeba akavuta kufika Pwani. Anasema siwezi kula sayara chapati jamani, nipeni chochote kile ampewa pilau. Lakini ndio hali ya maisha. Yani hili jambo la wanaharakati wa Kenya kufukuzwa kule, yani ina mtazamo wa aina mbili. Yani kimimi nina nadharia mbili ambazo naweza nikakupatia kuhusiana na hili. Kwanza nitasema kwamba ipo sawa wao kutimuliwa kule. Sawa kivipi? Na Wakenya wanasema ni dhuluma za haki na udikteta wa mama. Ni sawa kihivi. Kwanza mama huyu Mama Samia nitasema kwamba sio dikteta. Naam, sio dikteta, lakini sasa hivi nakupea hivi. Yani imekuwa sawa. Kwanza moja, ndakupatia idhibati kulingana na sheria za Tanzania. Sheria ya 341. Inasema vipi? Inasema kwamba mwanasheria yoyote kutoka nje ya nchi ya Tanzania haruhusiwi kuingilia siasa za nchi hiyo bila idhibati maalum na mkakati wa kidiplomasia. Lakini huko anaenda kuingilia siasa za huko. Ni hivi, kwa kumnukuu yeye mwenyewe alisema ameenda katika miguu tatu. Moja kama mwanachama wa hiyo chama chake, Liberation Party. Na hiyo ni nini? Siasa. Lakini unajua alikuwa anasema tu kofia ambazo amezivaa, lakini hapana, hakufaa kusema hivyo. Mfano wewe sasa tutoke hapa tunaenda mahali, mimi sasa nikwambia ndugu yangu tune mahali, hebu mimi ni mwana binti huko nataka kuoa. Unafika huko hivyo unasema nimekuja kwanza kama boss wa huyu kijana. Umekosea kwanza, yani umeona? Ushanitupa nje, alafu pili mimi sina mke. Jamani, usiseme wewe, sema nimekuja kama mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kufuatilia kesi hii na kuona wapi pana tatizo tuweze kuwashauri. Bona uko na ukweli fulani kidogo hapo. Ni hivyo, lakini sasa yeye amesema mimi kuja kwanza kama party leader. Wewe unaona party leader huko, usinde kama party leader. Yani jua anakuambia taifa jirani sio kama, yani kwanza katika ile vazi yenye yeye amevalia cheo chake. Hawezi kama tu mimi na wewe tuseme mimi ndio wapi Tanzania kufanya ni kuuza njugu. Weenda. Kwanza yeye kuna protocol ambayo inafaa afate ili kuvuka boda yote. Kumbuka amehudumu katika judiciary ya Kenya. Kwa hivyo yeye pana protocol maalum ambayo inafaa afate ili kusafiri nje ya nchi. Ipi unaweza kutuambia kama ipo ipi basi? Mfano yeye ili aende asafiri nchi yoyote inafaa taifa lake na hilo taifa wawe na mawasiliano ya moja kwa moja ili wampokeze, aseme ndio huyu. Kwa sababu akienda huko na chochote kimtokee, hilo taifa liko na shida, kwa sababu huyu mwanamke ni property ya government, kwa sababu amefanyia kazi serikali katika ngazi ya juu. Njia ya pili pia njia nyingine, yani yeye katika hiyo cheo ambayo ako nayo, ndio kama angetaka kwenda huko yani kama tu observer mwangalizi. Mwangalizi.
angeenda kama mwangalizi na angefuata mchakato wa kidiplomasia wa taifa za East Africa. Aombe ruhusa kutokana na yani viongozi wa East Africa. Wamruhusu rasmi, mwambie sawa, wewe nenda kwa niaba yetu. Angepewa ruhusa. Lakini yeye ameenda kwa niaba yake yeye mwenyewe. Moja kwa moja tu. Kwa hivyo yani yeye kwenda kama yeye mwenyewe. Sasa akifukuzwa hajafukuzwa kama Kenya. Amefukuzwa kama party leader, kama mwanasheria binafsi. Na kama rafiki ya Tundu Lissu binafsi. Sio kama mwanasheria wa Kenya, kama mwanaharakati wa Kenya. Ona, yani amefukuzwa kama yeye kivyake. Kwa sababu alienda kama yeye. Turudi pale kwa Boniface Mwangi. Alifaa vile alisema alipeleka katika chumba maalum akafanywa madhila. Je, madhila hayo ni haki ya kisheria katika sheria za Tanzania? Yani unjua katika sheria pana vitu viwili. Yani wanasema ili utoe maamuzi ya kama kitu kilikuwa sawa. Pana mfumo mbili. Kwanza angalia if action yenye ili lead kwa hiyo course. Yani ilikuwa right ama wrong. Ama wewe tu yani utabaki kwa hiyo course yenye ilisababisha hiyo, kwa hivyo ndo yani ilikuwa right from the action. Yani kuna wanasema the means justify the cause or the cause justify the means. Sasa yeye kwa kufanya hivyo ile kama taifa lao wanaweza kuwa pia wao hivi sasa kwamba hawawezi kubali kwamba ati walimfanya kitu kama hilo. Na pia sisi hatuna idhibati ati kwamba ati yeye alifanyiwa na na hiyo taifa ndio tumeona yeye ako kwenye machela. Lakini pia labda pia ni muigizaji. Atafuta upepo pia yeye, unaona? Kwa sababu labda mpaka aende apimwe. Umeona? Hospitalini waseme kwamba alivunjwa miguu. Alafu pia tuone video tuseme amevunjwa. Kwa sababu unajua nini? Unaona katika uso wako umefura vipi? Vendors mimi kwamba naweza kuja hapa vitu. Nikupige kofi alafu na kisha nikwambie. Alafu tufika hapo niseme gari ya chief ilipita hapa hivi ili kanyaga huyu mtu wetu. Umeona? Kwa sababu njua kungekuwa kuna video ama picha ilitokea tukiona hivi. Lakini katika serikali zilizopita kwa Kenya ulikuwa na torture na Raila umekuwa tortured. Na idhibati ipo kwamba ipo mtu mwingine alikuwa hapa alisema niliona. Mfano sasa tukaenda kotini. Anasema haya tushtaki Samia. Je, Boniface anaweza toa shahidi wake aseme kwamba tulikuwa tuko na huyu mwenye tulifinywa tukiwa naye? Kuna ule mharakati wa Uganda, sijui kama umepitia zile taarifa. Ule mwanamke ambao anasema pia walikuwa naye lakini wakaweza kuseparate. Acha bana mchezo ba. Sasa wewe angalia hivi ndugu yangu. Unakwambia Uganda bado kuna kesi ya Kizza Besigye. Na mpaka leo nakwambia imepita siku 60 ambayo ni kinyume cha sheria ya Uganda mtu kukaa bila kufikishwa mahakamani. Lakini yeye amekaa hivyo. Alafu na kisha huyo mwanasheria wao ametoka huko ameenda kwa jirani mtu mwenye hata kesi bado mbichi anasema twende saidieni huko. Ni kama akili zimekwenda wapi jamani? Vipi? Turudi kwetu. Turudi kwetu. Tundu Lissu ni haki kuzuiliwa kule? Ni haki kwa kulingana na sheria za taifa lao, ni haki kuzuiliwa. Kwa sababu jua nini? Kwa Tundu Lissu kimimi mfumo yenyewe ametumia kuwasilisha hoja zake ndio ipo tofauti, ipo mbaya zaidi. Kwa sababu tukifuatilia sheria ama siasa za Tanzania, wao hawajui fujo. Wao wanajua kukaa chini kwenye meza, tukubaliane. Watu wa yes or no. Umeona? Wao sio ati mfano Tundu Lissu ako na hii hoja, anasema ati no reforms no elections. Na tukifuatilia vizuri sheria, na historia ya Tanzania, hakuna siku hata moja kura zilishawahi hairishwa kwa sababu ati vitu kama hivi. Lakini unajua Afrika ina ukombozi. Labda anataka kuikomboa Tanzania, tumeona Ivory Coast imekombolewa kule. Traore amekomboa kule. Labda ni mwamko mpya lakini vile tuko hivi ndugu yangu. Sawa? Hoja nzuri, swali nzuri lakini umesema labda anataka kuikomboa Tanzania. Lakini atakomboa Tanzania kupitia vita. Angalia viongozi wa Tanzania 4 waliopita. Wote kulikuwa na mfumo wa ujamaa.
Sasa ujamaa utakuja kutumia vita ama yeye akae na Samia chini amwambie Samia niko na hii hoja yangu baba. Angalia mama alikuja kama mtu mpole sana. Mama aliingia baada ya Magufuli kufa. Naam, Akakujwa. Ni ule tu alisema huyu tumpatie yeye. Amemea makucha. Amekuwa sasa. Amesema niko hapa na siondoki. Naam. Kumzuilia Tundu Lissu na Tundu Lissu kuna uchaguzi unakuja. Vipi? Si haki. Najua mataifa wakati tunasonga. Muda unasonga. Majira yanasonga. Mbona tu wasikubaliane kufanya zile reforms ambazo wanasema? Ni hivi. Unjua yani watu wengi hatumjui Samia. Samia sio mtu hivi. Amesoma mpaka yani Manchester University. Wallahi. Yani ni mtu ambaye nakwambia yani amesoma degree zaidi ya 4 za sheria. Kwa hivyo mtu ambaye yani amesomea sheria. Akifanya jambo yamaanisha yani ashafikiria njia zote mbili, kwa sababu pia yeye anajua lazima pia ajilinde yeye binafsi kando na hiyo cheo ambayo ako nayo. Kwa sababu anza toka kwenye kiti alafu na kisha alitoe kesi afungwe. Kwa hivyo yeye kuchukua hiyo hatua yani mfano Tundu Lissu kama kama angetumia mfumo tofauti wa kukaa chini na mama, naamini ya kwamba Samia angempatia sikio. Angempa sikio. Yeah. Kwa sababu angalia hivi mfano, muda wenye Tundu Lissu amekuwa ng'ambo, mgonjwa, mama amefunga safari kutoka Tanzania ameenda kumuona. Mfika siku mama ameenda ng'ambo pia katika safari zake, Tundu Lissu pia ameenda shughuli zake huko, lakini mama akampatia fursa aje amuone penye alikuwa. Yupo. Tundu Lissu amezuiliwa miaka 4 kukaa nje ya taifa. Mama anamwambia njoo kaa hapa nyumbani, rudi nyumbani, fursa ndio hii. Sasa mbona basi leo hii siku moja tu ifanye watu mbaki kwa shida kubwa? So tuseme kuna tashwishi kidogo pale kwa Tundu Lissu, tuseme kama yeye mwenyewe binafsi. Mbona ndio yani ndio yeye ni mwana siasa mzuri. Lakini mfumo ambao amechukua mara hii kwa sababu pale nyuma yani amekuwa na mifumo tofauti. Lakini huu ambao amechukua mara huu kusema kweli itamponza. Tukimalizia East Africa jamii ingali pamoja, tunaona kwamba Watanzania wameweza kuvamiwa na Wakenya katika mitandao mbalimbali. Mtandao wa X wa Tanzania umeenda je? Ushirikiano wetu utadodora ama utaendelea kuimarika? Kimimi yani ndasema hivi, ushirikiano upo tena imara sana. Yani ushirikiano kwa sababu hii nitakupatia mfano. Wakati Tundu Lissu amefukuzwa kwao Tanzania, ameenda wapi? Angola. SADC haikuvunjika mpaka sasa bado ipo imara. Alafu na yani nani hivi? Njua watu sisi nje tunasema Kenya na TZ kuna shida. Hapana, sio shida, ni sisi watu wa chini ambao kuna shida. Wao huko juu wanasema vipi mashine ziko sawa, iko sawa. Viongozi kama wako sawa. Hata kama sisi huko chini hatuko sawa, haina shida. Vipi tuko sawa, lakini tunaona kwamba Watanzania ambao tunaishi huko chini, naona kwamba Wakenya wa Tanzania nasema neglection, ubagwaji. Hakuna hapo hivyo ubagwaji wowote. Ni Kenya kusema kweli ndio yani ndio tuko na moyo ya kusaidia taifa nyingine, lakini mtindo ambao tunautumia ndio mbaya. Mtindo wetu ndio kidogo yani tu ni wasisi huku, sio ya kupeleka nje. So tuseme Afrika Mashariki iko imara? Afrika Mashariki iko imara kwa sababu kama kungekuwa kuko na shida, Mudavadi hangeunga mkono Tanzania. Lakini amekuwa mjanja pia yeye kutetea taifa. Unajua Mudavadi analinda unga. Lazima lazima alinde kwa sababu jua nini? Kenya na TZ tuko na kandarasi nyingi baina yetu mbili. Mingi sana. Iko energy kwa stima. Hata mayai inatoka kule. Mayai, sukari, unga, vitu vingi yani tuko na biashara nyingi hapa katika. Lakini dola yao iko chini sana. Dola ndio ipo chini lakini kulingana na sheria za Afrika Mashariki kuna mfumo ambao upo chini ya maji. Wanataka kuboresha all the currencies iwe na mfumo mmoja. Umeona kama ule wa Traore? Kama ule. Unaona? Na ikiwa wanaweza kiti chini wakazungumza na vitu vikawa sawa, hapo haina shida. Ila lazima mataifa yote ambayo yapo Afrika Mashariki yachukue tahadhari, kwa sababu ndio tunaweza kuona kama jambo dogo hivi lakini ndani ya muda mchache labda ikakuwa jambo kubwa sana na ikasababisha vita vikubwa sana kati ya nchi zetu tatu hizi. Basi watazamaji wangu wa Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, vipi? Wape ujumbe wako wa mwisho katika video. Mimi ujumbe wangu wa mwisho
ni hivi. Kabla mtu hujachukua amuzi yoyote, kutype either pale online ama kutoa yani jambo lako, fanya tafiti kwanza. Do your research. Fanya tafiti na kisha angalia katika mizani yako wapi ndipo yani panapo. Kwa sababu jua nini event. Mimi yani naweza kuwa ndugu yako. Na nikakosa jambo. Ndio mbele ya watu unaweza sema ndugu yangu ako sawa, lakini ukija chini unasema yenyewe bro hapo na ulikosa. Ulichoma. Hapo na kusema kweli ungeenda hivyo. So tufanye utafiti na pia tusitupa maneno. Fikiria kabla ya kutenda, fikiria kabla ya kufanya, fikiria kabla ya kujibu. Mimi nasema ukitembea angalia mbele vizuri. Usije kanyaga kinyesi ambacho umekiona. Na kuna paka mlokole. Na usimfiche fisi akuja akule baadaye. Asanteni sana kupata video hii ende kwenye mtandao wangu ni Presenter Vendi pale kwenye YouTube na TikTok Presenter Vendi pamoja na Facebook na Instagram. Au kupata unanipata katika mitandao yote YouTube, Facebook, IG nini kama Sheban Yusuf, SHEBAN Sheban Yusuf, lakini pia niko under label Kurunzi ya Jamii. Bye bye. Masalam.